نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى موائد جود مولاك ارجعي يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى موائد جود مولاك ارجعي يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى موائد جود مولاك Najma wapi? Yana madrasa. Madrasa? Ndio wapi? No, mtoto kaenda madrasa. Kwani kuna shida gani? Yaani wewe na umri ule mnampeleka mtoto mdogo chuo. Mnataka wewe mchawi au? No. Maana ndo unavyokuwa au unataka mnamwandaa wewe mganga mwanangu? Maana kikabale wewe ami. Nisikize. Alafu uko kulialia kwako huko, alafu unasema wewe umefunga, mimi nakushangaa kweli wewe. Kwa hiyo Ramadhani ndio nasema bwana, ukifunga kaa ulielie tu. Sasa nakwambia. Hapa mimi njaa inaniuma. Nipikie chakula nile. Unanielewa sijui? Mimi nimekaa hapa nasubiri muda wa kupika iftari. Hivi unajielewa? Mimi iftari nakula na sasa mchana nataka nile. Na daku pia ukipika ninaamka nakula. Mimi ndo mtafutaji, sipangui chakula vyote nakula. Umeelewa? Sasa basi kabla ya iftari mimi njaa inaniuma. Nipikie nile. Alafu sasa futari niweke, uji niweke kwenye chupa. Mimi naenda zangu hivi sasa hizi. Naenda kununua miguu ya kuku. Maana nataka mtunaji Najma yupo. Nikirudi nikuta chakula tayari. Asajifanye na masikio makubwa, alafu usinisikie. Mume wangu, hivi oni aibu mwezi wa Ramadhani unakumbatiana na mwanamke asiyejistiri barabarani na huu mwezi. Tena mtaa huu. Kwa unapenda kunifanyia hivi? Kwa unapenda tu niongelee vibaya? Kwa unapenda kunikosesha amani? Kwa una shida gani na mimi? Mimi ni binadamu nachoka. Kuna wakati naumia mume wangu, naumia kuhusu wewe, naumia. Mwezi wa Ramadhani wote. Oya, sikiza wewe. Huu mwezi wa Ramadhani ni kwako. Mimi kwangu mwezi wa Joni. Umeelewa? Sasa pika chakula. Sasa ola kunisikuta hicho chakula. Ndio utajua mimi nani. Shenzi. Wa ila mawaid jud mawlak ra'i wa idha ta'akhkhara matlabun فلربما في ذلك التأخير كل المطمع
Simu yako imenichanganya, umenitoa baru yani umenichanganya brother, vipi? Unajua mimi ninakupigia simu sababu gani? Siku ile nilienda kwa ile demo yule. Au sawa? Sawa. Nikaenda nikafanya mambo yangu vizuri. Unaona mchana kupe. Ile natoka tu. Oya, mtu yapo. Tena yuko na mwanawe Najma. Oya, tukaonana macho kwa macho. Tunaangaliana hivi macho kwa macho. Nikaona isha kwa session. Ila kuna dakika zake nikaifanya kauzo, ni kama simjui, nikapotezea. Kaanza kujirumisha pale, anaangalia juu, sijui anaangalia juu, sio anaangalia bala mwezi, hata sielewi. Shona bwana. Akanyanyua mikono akashukuru. Mbona sijui pale, yaani sielewa. Akaondoka zake. Na mimi nikamkomesha nikasema kwa sauti nitamnunulia ile demu abaya. 80,000 lakini hapa nimejishaua tu. Sinataka nimuumeze roho. Sasa toka juzi hiyo ile wiki kanuna mwandani mnaambiwa kila saa nalia tu. Mimi nikela sometimes nataka nipunzike makelele, yani sasa nifanyeje? Sasa nimekuita hapa. Yaani kiwezekana tuangalie namna gani ya kutatua tatizo. Sema lakini umesikia mwanangu? Kiuhalisia ukifikiria kiundani, uone kama unakosea unafanya. Sawa, lakini yule mkangu wa ndoa, lakini kuna vitu yule mimi na yeye hatuendi sawa. Yaani sometimes mimi nikitaka yeye hataki. Sawa. Kwa hiyo mimi naenda kwa watu wanaotaka na mimi nawapa. Sasa hapo shida iko wapi? Hivi ninapokuambia leo siku ya pili sitaachia rafutano wale adaku, sasa sio wanakula nini? Sasa ifanyao akawa anataka kufunga. Mwanangu sasa hapo msipungi mkono. Hapo unakosea. Kwa sababu kwanza licha kumwachia hiyo pesa ya iftari. Sawa? Yule ni mkeo kwamba anakula jasho yako wewe. Kwa hata kama usipomwachia pesa ya iftari, anatakuwa kula ni wajibu wake kupitia wewe. Umeelewa? Alafu isitoshe, kumbuka huu ni mwezi wa Ramadhani. Hata kama tuna mapungufu yetu sawa, lakini kuna vipengele. Kumbuka hata kwenye haki za binadamu unaweza kushikiliwa brother. Huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani unajua. Wewe unaona kama sasa unabadilika hivi. Yaani unaonekana kama uko upande wangu hivi. Unajua na mashaka na wewe. Unaona nizunguka nini wewe? Kwanza mimi mkongo nimejampa daftari la dada siku 2, lakini anafuturu na kula dada kule anatoa wapi? Oya, nikija kugundua mzee. Sasa, haya na mimi nikuulize swali. Akizo za binadamu na hiyo Ramadhani ndio inaelekeza kwamba wanawake wake za watu wanyima wanaume zao. Zinaelekeza hivyo? Hapana. Sasa mbona mimi nanyimwa? Mara wewe ananiambia unanukia pombe, mara sijui unanukia sigara, sijui mimi. Siku nakumbuka kanikwambia ninatamani nani. Sasa hivyo ndio vitu gani hivi? Ila mimi nataka nimkomeshe tu. Sio kama simpendi, nataka nimkomeshe. Na nimfunze adabu. Leo mimi nitampa ile daftari. Sasa mwanangu jitahidi kwenye swala la iftari, jitahidi uzingatie. Ila wale mengine nini kama kawaida. Sema lakini wewe mwanangu mimi sikupingi. Wahenga washasema wenyewe kwamba mkaidi afaidi mpaka siku ya Eid. Kwa hiyo usubiri siku ya Eid kwa sababu hii Ramadhani anafunga. Siku ya Eid atafaidi. Sema nini mwanangu? Mimi nakuunga mkono kwa sababu ni mwanangu. Pia. Mpaka wanyoki kwamba wake kwenye rula ni hivi fresh. Sawa sawa. Au unaonaje? Hivyo. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى موائد جود مولاك ارجعي يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى موائد جود. Mwenyezi Mungu mnusuru babangu ili aweze kutoka kwenye mtihani huu, na mimi sitaacha kuswali na kuomba kwa ajili ya babangu. فلربما في ذلك التأخير كل المطمع فاستأنسي بالمنع
Umeniacha na majonzi, umekwenda kuwa mbali nami, Georgina wa mama. Oe, chakula kiko wapi? Naongea na wewe, chakula kiko wapi? Wewe unakosa kufanya nini hapo? Umepika hujapika? Maji hamna, chakula hamna. Mwanamke wa ajabu wewe. Kainama. Kinga huyu. Fanya mpango ulete mtoto. Ni wewe mwanamke kula dadeki zako chakula hujaweka. Mjinga. Wewe endelea kubusududia hapo ukuta huu. Kwanza unawanga usiku unawanga mchana. Unarudi kinyuma usiku wa manane. Angalia mambo yako. Sasa natoka lakini wacha mambo yako ajabu ajabu. Shukuru ondoka. Umeniacha nalia na majonzi. Na nakufungia usitoke huko. Ola hapo usitoke. Wanangu, wewe unakushikiliza basi. Sema nini? Wengine vitu kutoka shule pengine tumalize ile fresh yose. Bila kuchoka. Sasa kumbe vipi? Jamani, ndugu zangu, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi. Vipi umepotea? Jamani, ndugu zangu katika imani, naombeni kidogo mnipatie nafasi mnisikilize. Mtume wetu Muhammad anatuambia tukatazane yale mabaya na tukumbushane yale yaliyokuwa mema. Ndio. Jamani, ndugu zangu, huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo nilikopo na washauri, vinywaji vikali kama hivi si vizuri kuvitumia katika mwezi mtukufu kama huu. Sasa unajua amini kwamba ongea mambo yako. Ongea kuna point habari hizo vinywaji vikali achana navyo, sio vya kwako. Sio unazingua. Basi sawa. Wengine masheshe na mwanangu. Basi sawa. Tunafuata kuambia jamani, ndugu zangu, nilikuwa nahitaji twendeni msikitini jamani, tukapata ibada na pia katika funga msikose kuanzia kesho. Mtoto wa nani huyo? Wanae wewe mwanangu. Na pia atumie vitu hivi. Mapema tu. Wewe vipi kwani? Muonyeshe kwanza. Vipi kwani? Muonyeshe ndogo yako. Ina lilahi wa ina kwenda. Wewe jikatai. Sasa shehe, wewe muulize kwamba hivi mimi naweza kuja msikitini kama hivi. Hapo sasa. Basi unaonyesha kwanza mkono. Unampa kanzu? Hapana. Kanzi unayo. Unampa kanzu? Aje msikitini? Kuna kanzu ipo shehe. Mvua sampe. Vua mpe. Ipo kanzu. Oya shehe sikiza. Ndio shanga hizo. Unashangaa nini? Basi jamani, ndugu zangu, mimi naomba niwaache, lakini nawakumbusha baadaye mtakaposikia adhana hapo naombeni mje msikitini. Ngoja tutangaza kwa msikitini. Sina namna gani sio? Ni msiba huo. Nataka tusikae hapa kijiweni. Sheshe na umeaushi. Nataka tutangaze msikitini huko. Watu hapa akikaa sio wanafanya hivi namna gani mtuchalazie. Au sio? Mapepe ule hapo. Hapo tu anajamchukulia kama mtu mstaarabu je. Wengine kama watu wachukulia hiyo alafu mwacha vipi kizembe Au sio? Mimi nimekuja hapa leo. Nimeangalia maendeleo yako ya shule mwanangu ni mazuri sana. Ila tu kuna kitu kimoja ambacho mnaangusha shuka sana sasa hivi. Yaani mwanzo ulikuwa kwa mitihani yako unakuwa mtu wa kwanza, sasa hivi unakuwa mtu wa pili. Sawa, sio mbaya sana lakini utakuwa pambana. Rudi nafasi yako ya kwanza. Kwa hiyo na kuna zawadi nitakuwa nikuandalie kwa sikukuu, siku ya Eid upendeze. Lakini baba, kitendo cha kufanya juzi sio kizuri. Tendo gani? Unasini, unalewa. Mungu hapendi. Alafu sikiza nikwambie. Kwa hiyo wewe umekaa na mamako ndivyo mnavofundishana hivi. Mamako anakupa maneno sio?
Wewe na kagari mimi nazini. Ushakuona mimi niko nazini? Kwa mama yako ndo anakuuliza maneno, unazungumza hivyo vibaya mbele ya baba yako. Najma. Jenda ende chuo. Afu wewe. Haya masuala chuo nilisema hivi katika nyuma yangu. Kwa hiyo kwani una mpango mwanangu awe mchawi? Au unataka mwanangu awe mganga una mpango huo? Na kunaona sana yani. Hivi, huwezi kuwa na stara hata wewe mdomo wako unaongea, Alakwambia chuo nafundisha wanga, uchawi, ushirikina ni nani? Sitaki nitukanie dini yangu. Sitaki ukashifu Uislamu wangu. Mtoto chuo ataenda. Nitamfundisha maadili yale ambayo Mungu aliyeyataka. Na si ataka hatofanya. Na kuomba. Najma chuo anaenda. Kwa hiyo unaifanyia unajua sana dini kuliko hata Waarabu wenyewe dini yao. Maana wao Waarabu ndio wenye dini, lakini wao wanapokimbele mbele kama wewe. Unajitakimbele mbele sana wewe. Kama wewe ndio unalipa ada, jishaue hivyo hivyo. Ila kama ada nalipa mimi baba mtu, mimi ndo mwenye mamlaka. Wewe mnashirikiana na mwanae sio? Hamnijui kumbe? Hata subiria. Nitaonyesha muziki huo muziki ambao mjao kucheza mundani. Yaani huo kama muziki huo wanapiga wale watu wanapandisha mashetani wale madogoli yani. Wanacheza huko kwa yani wamekuwa kwa na matope. Ndio muziki nitaupiga huko ndani huko. Lazima mnaone mimi nuksi. Mtaama huko. Hata Mungu nakwambieni. Mtakuja kuona mimi nuksi. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من خلق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. Fahadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Mashallah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaifa? Tahibi. Maana tunaambiwa unapomkuta mtu anasoma Qur'ani katika mwezi mtukufu kama huu, inatakiwa umwache mpaka amalize. Vipi kwanza mumeo yupo? Katoka. Ametoka? Afadhali. Na huu hapa ndo likopo ni mguu wake. Hebu niambie. Hivi ndoa yenu ina matatizo gani shemeji yangu? Hii ndoa yenu mnaishiishi vipi? Kwani mmeo akufanyia vitu kama hivi? Yaani mambo anayofahamu mume wako yani anasikitisha sana jamii na ulimwengu wote unamshangaa yeye. Kama jana tunaswali tarawih pale usiku amekuja tukaamika sema alhamdulillah Mungu ameanza kumnyoosha. Umeona? Ameanza kumpa wepesi anaanza kuja msikitini. Kumbe amekuja kuiba viatu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kaiba viatu? Kaiba viatu. Pea 5 za mashii wenzetu. Pea 5. Amesababisha mpaka imamu wetu yule mkuu ametembea pepo jana. Umeona? Haya yote 9, 10 hii iliyotokea leo asubuhi. Asubuhi shehe mwenzangu anatoka alfajiri pale. Umeona kwenda kusafisha madrasa yetu ile pale watu wazima. Anapita pale anamuona kambeba nguruwe begani mumeo. Kambeba nguruwe begani akaanza kumfuatilia nyuma nguruwe anampeleka wapi? Kumbe anachinja nguruwe mumeo. Umeona? Nguruwe. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alipofikia ni pakubwa sana. Mimi nilipopata hizo habari kwanza nililia. Unajua nililia? Yaani nikasikitika ngasema kwa nini Waislamu tuwateketea kama hivi? Yaani huyu kijana amemooa Muislamu mwenzetu na mtoto wake tuko naye madrasa ni mwanafunzi wetu. Alafu baba anakuwa anafanya vitu kama hivi. Yaani mimi bwana nimekeleka sana. Kwa nikuulize kwanza, vipi hajaleta nyama leo hapo? Hajaleta. Alhamdulillah. Kumbe hajakuletea nyama? Hapana. Sasa nakwambia akili moja. Akileta nyama yoyote ndani ya mwezi mtukufu kama huu, usile. Maana mambo anayofanya yeye ni kama Firauni alivyokuwa anamfanyia mke wake. Sasa wewe ndio umekopa mke wa Firauni, alafu yeye ndio Firauni mwenyewe sasa. Kwa sasa hivi
Mungu amekufanya umekopo mtu mwema, mwanae pia ni mtu mwema. Kwa hiyo shemeji yangu, jiandae, na hata huu mwezi mtukufu mimi nitajitahidi, nitatumia gharama yoyote. Udaku utakuwa unakula kupitia pesa yangu mimi, na leo msikitini njoo usiku nitakupatia daku, maana leo tunagawa daku. Umeona? Chakula kwa ajili ya daku. Njoo mimi jina lako nitaliandika, nitakupa wa kwanza tu. Utachukua nyama kilo 2 hapo, japokuwa nyama ni kilo 1, ila wewe nitakupatia nyama kilo 2, afu hizi zingine nitajua jinsi ya kugawa huko. Nitashukuru sana. Usijali shemeji yangu. Na wewe usiwe na wasiwasi, sio kama nimemwongelea kwa mabaya, na akija wewe nimwombee dua tu, usimwambie chochote niliyokuambia. Umeona? Na siwezi kumwambia, ni mkorofi sana. Mkorofi. Kwa sababu jahili akieleweshwa huwa anakuaga ni mkorofi zaidi. Umeona? Kwa mtu kama wewe tumwache. Mungu labda ndo anavishusha vizazi vyake kutoka katika mifupa yake vikaja kuwa ni wema, watu wema. Ndo kama vitu tunavyomuona Najima. Najima ni mtoto mwema, ila baba ndo hivyo kafiri. Basi inshallah shemeji yangu, mimi ngoja niwahi hapo. Niende nikatengeneze zile speaker zile za msikitini. So ulisikia adhana ya saa 7 hivyo kwa inatoka sauti na kwa ruza. Ile speaker moja mbovu ndo nimepelekea pale fundi Hasani pale, anachomelea pale, ndo hata nikaichukua nikaifunga sasa hivi. Nitashukuru sana. Nitashukuru sana. Nitashukuru sana. Usiwe na wasiwasi shemeji yangu. Tumwachie Mwenyezi Mungu inshallah. Ngoja nikarekebishe wewe. Karibu. Inshallah. Haya, karibu. Uje uchukue nyama. Asante. Nitakuja, unaweza kumtuma Tanajma. Uje wewe mwenyewe inshallah. Asante, nitakuja inshallah. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى موائد جود مولاك ارعي يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى موائد جود مولاك ارعي وإذا تأخر مطلب فلربما في ذلك التأخير كل المطمع فاستأنسي بالمنع وارعي حقه. أستغفر الله. Ustaz. Wewe Najima. Njoo. Sikia mwanangu, nikwambie, usimwambie mtu yoyote, sawa binti yangu? Yaani usimwambie mtu yoyote. Mimi niko najaribu tu. Maki ya mambo baba yako ndo anafanyaga, nikasema mimi ngoja nijaribu kuvuta leo nione na jambo ina la gani. Maki nilimwona babako wewe mabucha yangu huyu anavuta. Sasa hii moja akaiangusha. Umeona? Nikasema nijaribu nione starehe gani anayopata babako. Kumbe inaumiza, inachanganya hapa. Ila sasa usimwambie mtu yoyote. Sawa binti yangu? Usimwambie mtu yoyote kwa sababu mimi ni ustazi wako na ninaheshimika kabisa katika huu mtaa. Sawa? Sasa tena kingine, chukua na hii hapa hela hii. Itakusaidia pale baadaye. Yeah. Yaani nimetoka Falakoni sasa hivi. Sawa? Chukua hii. Sasa usimwadisi mtu yoyote. Mimi unadanganya kwa pesa, lakini kwa Mwenyezi Mungu hautaweza kumdanganya kwa pesa, ustazi. Mambo yashakuwa magumu.
Njoo hapa. Unaondoka sio? Njoo. Unaenda wapi? Umesikia? Umesikia kukwambia? Yaani mimi nahitajika nikwambia nipe, unanipa. Sio unanipangia unavyotaka wewe. Wewe bwege nini wewe? Lakini mimi wangu nilikwambia kwanza, ngoja kwanza nifuturu. Kufuturu maana yake nini? Mimi nimelipia sala kufuturu. Mimi sitalipia sala muda wote nikitaka. Unaweza kusio. Unataka kujua sio? Ya nafsu illam tafri la tad'i wa ila mawaidi judi مولاك ارعي يا نفس إن لم تغفري لا تنسي. Umesema sasa hii inatoa fundisho. Ole wako siku nyingine. Nikwambia fanya fast gani? جود مولاك ارعي وإذا تأخر مطلب Ona nini hapo? Naona kuchanganya na mama yako sio? Unini hapo? Kila siku kutunyanyasa tumechoka. Wewe nimekunyanyasa naye. Unaungana na mama yako sio? Sasa nisikizeni nyinyi mbwa hili nyinyi mnaoshirikiana msoko na mikia nyinyi sio? Yaani wewe kama utaendelea habari zako hizi muda si mrefu nakupa talaka kwenu. Na muda ni kwangu leo nyamlani. Nachoka jamani, kila siku sisi tunanyanyasika. Nimechoka.